Asante kwa kunipenda sehemu ya 6. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Simulizi yenye mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea nini maana ya upendo wa kweli. Simulizi inayotenganisha kati ya upendo wa ukweli na usaliti. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Godfrey Joktani, mkazi wa mkoani Tabora, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Bacho. Lakini Godfrey anatuambia kwamba siku zote katika maisha haya tunaishi na watu wanaotuumiza, lakini hatuchoki kuwapenda. Tunawasamehe na kuishi nao kwa wema na kuamini kuwa ipo siku watakumbuka mema tuliowapa, kwa sababu binadamu hatuishi daima. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Godfrey bado anaendelea kubembeleza penzi kutoka kwa mrembo anayefahamika kwa jina la Leila, mrembo ambaye alikuwa ni mpenzi wa Godfrey. Lakini kumbe Leila alikuwa na wapenzi wawili, mmoja akiwa ni Godfrey na mwingine akiwa ni Dennis. Lakini Godfrey alikuwa ajui mara ya kwanza kwamba alikuwa ajui kama Leila ana wapenzi wawili, na mpenzi wake mwingine ndio mpenzi mwenye malengo naye, ndio mpenzi ambaye anatarajia kuja kumfanya kuwa mume wake wapo baadaye na si yeye. Lakini kinachomuuma zaidi Godfrey ni kwamba yeye amejitoa sana kwa mwanamke huyo, amejitoa kwa kila hali, amejitoa kwa kila kitu. Alijinyima ili aweze kukidhi mahitaji ya binti huyu mrembo anayefahamika kwa jina la Leila. Lakini Godfrey baada ya kutambua ukweli kwamba Leila ana mahusiano ya kimapenzi na Dennis, aliamua moja kwa moja amfuate Dennis na kumwambia ukweli kwamba Leila ni mwanamke anayempenda kwa dhati, ni mwanamke anayempenda sana, ni mwanamke ambaye hayuko tayari kuachana naye. Hivyo alimuomba Dennis aweze amwachie mpenzi wake Leila, na alikuwa tayari kulipa kitu chochote, gharama zozote ambazo Dennis amemgharamikia Leila. Lakini Dennis alikuwa ni kijana mwelewa, alitambua maumivu ambayo Godfrey anayapitia. Alichomwambia yeye ni kwamba yeye hajawahi mhudumia hata siku moja Leila, ila Leila yeye ndiye alikuwa anamhudumia Dennis kwa kila kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Lakini baada ya Dennis kuambiwa ukweli kwamba Leila alikuwa na mahusiano pia na Godfrey, basi Dennis alikuwa katika harakati za kufunga ndoa na mwanamke huyo. Baada ya kusikia tabia ya Leila, akaamua kusitisha swala zima la kufunga ndoa na binti huyu mrembo anayefahamika kwa jina la Leila. Basi baada ya siku hiyo, mawasiliano kati ya Godfrey na Leila yakawa si mazuri. Dennis anasema kila wakati nilipokuwa najaribu kumpigia Leila simu ili tuweze kuyajenga, tuyarudishe mahusiano yetu upya, tuyajenge mahusiano yetu kama mwanzo, ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu Leila alionekana ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapitia changamoto kubwa sana katika mahusiano yake na katika maisha yake. Kiukweli hali hii ilikuwa inaniumiza sana, nikiwa kama mwanaume ambaye nina upendo wa dhati, mwanaume ninayejua nini maana ya thamani ya kupenda. Ilikuwa inaniuma sana. Hata sikujua ni kwa nini mambo haya yote yananitokea mimi. Ni kwa nini mambo haya yananitokea mimi Godfrey. Lakini wanasema ndege wafananao huruka pamoja. Mimi niliona kwamba nafanana kuwa na binti mrembo Leila, lakini Leila aliona mimi kwamba sifanani kwa naye. Lakini pia hata mimi kuna binti ambaye aliona kabisa nafanana kabisa kuwa naye pamoja, binti huyu ambaye anafahamika kwa jina la Felista. Felista alifanya kila njia kwa ajili ya kuweza kunipata mimi. Alionyesha kila dalili za kuweza kunipenda. Alithubutu hata kumwambia mdogo wangu Sara kwamba ananipenda na yuko tayari kuwa mke wangu wa ndoa. Lakini kwa kuwa moyo wangu tayari ulishakuwa kipofu, moyo wangu ulikuwa hauoni juu ya penzi la Leila, basi sikuwa na budi, nilimkataa Felista. Lakini bado alinipa muda kuendelea kumfikiria. Lakini Felista alikuwa ni binti wa tofauti sana. Japo nilionyesha dhahiri kwamba simtaki, lakini kuna vitu fulani hivi ambavyo alikuwa ananionyeshea, hadi kuna wakati nikawa najikuta natamani tu kuzoea kukaa na Felista. Lakini nilitamani tu Felista awe rafiki yangu, ila sio kuwa mpenzi wangu. Basi kuna siku nilimfuata Leila dukani kwake, kwa sababu alikuwa nitafuti tena katika simu. Nikimpigia simu yangu hapokei, nikimtumia ujumbe mfupi wa maandishi hajibu. Kwenda nyumbani kwao ndo siruhusiwi.
Basi nikaona sehemu pekee ambayo naweza nikampata Leila na tukaongea kwa uzuri zaidi, basi ni sehemu ya biashara yake. Basi siku hiyo nikaenda. Kwanza Leila alishtuka sana kuniona. Akaniambia, "Oh, Godfrey, karibu." Nikamwambia asante. "Vipi, unaendeleaje Leila?" Akaniambia, "Naendelea vizuri, sijui wewe." Nikamwambia mimi kwa upande mwingine naweza kusema naendelea vizuri, lakini upande mwingine sipo sawa kabisa mpenzi wangu. Leila akaniambia, "Kwa nini haupo sawa?" Nikamwambia, "Sipo sawa ni kwa sababu nimekukosa. Nimekumisi sana mpenzi wako. Nimemisi sauti yako, nimemisi tabasamu lako, nimemisi ucheshi wako, nimemisi kila kitu kutoka kwako mpenzi wangu. Kwa nini unanifanyia hivyo? Ni kipi ambacho kikubwa nimekukosea Leila hadi kunipa adhabu kubwa kiasi hiki? Adhabu ambayo sistahili, siwezi kuibeba kabisa. Sistahili kupitia maumivu makali kama haya. Naomba uniambie, ni kipi ambacho nimekukosea? Mimi nipo tayari kuweza kuomba msamaha hata dakika hii." Leila akaniambia, "Oh, hakuna kitu ambacho umenikosea, ila kuna mambo ambayo yalikuwa hayajakaa sawa katika upande wa familia yangu, ila kwa sasa mambo yangu yameshakaa sawa, hivyo tunaweza tukaendelea kuongea. Alafu imeanza lini tabia kunifuata katika biashara yangu? Kwa nini unifuate katika biashara yangu?" Nikamwambia, "Nimekufuata ni kwa sababu sehemu zote sikupati. Nimeona hapa ndipo sehemu sahihi ya mimi na wewe kuweza kuzungumza vizuri ni namna gani ya kuendeleza mahusiano yetu, ni namna gani ya kujenga mahusiano yetu. Leila, usinifanyie hivyo. Naomba nisamehe sana Leila kama kuna kitu chochote kibaya ambacho nimekufanyia ama nimekukosea. Leila, kama kila samahani ingeweza kurudisha mapenzi yetu, basi mioyo yote iliyovunjika ingekuwa tayari imejijenga upya. Mimi nimekuomba msamaha mara nyingi kwa kosa ambalo silifahamu Leila. Kwa nini unanifanyia hivyo? Leila, ujue kwamba kumbukumbu zangu nzuri zote zilipambwa kwa sura yako. Kulikuwa na mwanga pindi wewe ambapo ulikuwa karibu yangu. Sasa mimi Godfrey nimekuwa ni mtu mwenye huzuni, kazi zangu haziendi. Sababu ni wewe Leila. Ulipoamua kunikalia kimya, ulipoamua tu kunikalia kimya, ukaondoka na furaha yangu. Kwa nini Leila? Ni kipi kigumu ambacho nimekifanya? Ni kipi ambacho nimekifanya kwako Leila? Kila ninapoenda Leila, njia zinanielekeza ulipo. Najaribu kukusahau, lakini mawazo bado yananirudisha kwako. Najua umeanza kunionyesha vitendo kwamba hunitaki, lakini nashindwa kukusahau Leila. Najua tayari moyo wako huenda kwa namna moja ama nyingine umevunjwa na vitu ambavyo mimi sivifahamu, lakini moyo wangu bado unaishi nao Leila. Nimejua kwamba kuwa mbali na wewe ni kujitenga na moyo wangu, kwa sababu kati yetu umekuchagua wewe." Leila kanambia, "Godfrey bwana, unajua kwamba mashairi yako huwa yananifurahisha sana. Alikwambia mimi nimekutenga nani? Mimi hata sijakutenga. Kwani kuna siku ambayo niliwahi kutamkia kwamba sikutaki Godfrey?" Nikamwambia, "Hapana mpenzi wangu, lakini dalili zinaonyesha kwamba hunitaki tena, hutaki kuendelea na mahusiano na mimi." Akaniambia, "Oh, pole sana kwa kuwaza mawazo ambayo sio sahihi. Mimi Leila nakupenda sana. Hata hivyo nilikuwa nataka nikupigie simu nikuombe shilingi 100,000 kwa sababu nina shida nayo. Vipi, unao saizi?" Nikamwambia, "Hapana, kwa sasa sina hela, kwa sababu wiki nzima hii hapa sijafanya kazi, kwa sababu nilikuwa nakuwaza tu wewe." Akaniambia, "Umeona sasa Godfrey? Ndio mapenzi gani hayo? Mtu kukuchunia tu kidogo tayari usharibu mstakabali mzima wa maisha yako. Kwa nini unawaza mapenzi tu? Kwani mimi nilivyokununia ndani ya hizi siku chache uliona kwamba nilikuwa siji dukani? Kwa sababu sija hapa kipaumbele mapenzi. Hebu ishi kama mwanaume bwana. Kwa nini unakuwa limbukeni namna hiyo?" Okay, sikiliza. Tena ni afadhali umekuja mapema. Nataka ukafanye kazi kadri uwezavyo. Kesho asubuhi nina shida na hiyo pesa na ninahitaji. Utake usitake, sijui utakaba, utaiba, utakopa au la, ila kesho nina shida na shilingi 100,000. Nikamwambia, "Sawa mpenzi wangu, lakini usiku naomba unipigie simu kwa sababu nina maongezi mengi zaidi na wewe." Akaniambia, "Haya, sawa, nimekuelewa. Haya, unaweza kwenda kwa sababu hapa ni sehemu yangu ya biashara na sipo tayari kuendelea kuzungumza mazungumzo ambayo yanahusu mahusiano. Hapa si mahali pake." Nikamwambia, "Sawa mpenzi, mimi naondoka. Nikutakie mchana mwema na siku njema."
Basi nikaondoka pale nikaagana mimi na Leila. Moyo wangu ulifurahi hata kama Leila ameniomba kiasi hicho cha pesa, lakini tu kukubali kurudi kuongea na mimi, moyo wangu ulikuwa na amani sana. Niliondoka huku nikiwa na amani, huku moyo wangu ukiniambia kwamba siku ya leo nitafanya kazi kwa bidii, nitafanya kazi hata usiku wa manane, ili mradi tu nipate pesa ya kuweza kumpatia mpenzi wangu Leila, kwa sababu ameniambia ana shida nayo, na sikutaka kujua kwamba ana shida ipi ambayo anahitaji kiasi hicho cha pesa. Basi mimi ambacho nilijihakikisha ni kwamba ni lazima tu nipate hiyo pesa ili nimpatie mpenzi wangu Leila, nisije nikamkosa, kwa sababu kama tayari nimeshamzuia Dennis kuwa na mahusiano na mpenzi wangu Leila, asije akajitokeza mwanaume mwingine ambaye atamshawishi Leila na mimi nikawa tu mpenzi mtazamaji. Basi baada hapo siku hiyo nakumbuka nilifanya kazi kwa bidii. Nilifanya kazi mpaka nikapitiliza. Nakumbuka mpaka inafika saa 6 usiku, tayari mkononi nilikuwa nimeshika shilingi 250,000. Kwa kuwa Leila aliniomba shilingi 100,000, basi nikaamua nimuongeze na nusu ya juu. Nikamwekea kando shilingi 150,000. Ilipofika asubuhi na mapema, nikampigia simu mpenzi wangu Leila. Nikamwambia hello mpenzi. Akaniambia hello, niambie Godfrey. Vipi, issue yangu umeipata? Nikamwambia bwana Leila, kwani hata salamu waungwana husalimiana kwanza. Akaniambia okay, vipi umeamkaje? Nikamwambia mimi nimeamka salama. Akaniambia haya niambie. Nikamwambia yani mpenzi wangu huwezi amini, yani jana nimefanya kazi kubwa sana, nimefanya kazi mpaka nimepitiliza, nimelala mishale ya saa 8 usiku hivi. Akasema hongera na pole kwa uchovu wa kazi. Nikamwambia asante. Nikamwambia sasa hii pesa vipi, nikupitishie dukani au utaipitia hapa, au nikampe kakako Dennis dukani? Akaniambia achana naye kaka, kuna issue za kifamilia ambazo tumezinguana naye, hata hivyo kwa sasa sitaki uwe na mazoeana naye. Nikamwambia kwa nini, mbona shemeji Dennis ni mkarimu sana? Akasema achana naye bwana, na mazoea ya kishamba, achana nayo, hizo pesa utanipitishia ofisini. Nikamwambia sawa mpenzi wangu. Yani kauli hiyo ilinifurahisha sana. Niliona kwamba kumbe ndo maana Leila alinikaushia ndani ya hizo wiki 2, ni kwa sababu inaonekana dhahiri kwamba tayari wameachana rasmi na mpenzi wake Dennis. Yani kimoyomoyo nilimshukuru sana Dennis kwa kuniachia nafasi, kwa kuachia nafasi moyo wangu umpende tena Leila. Basi baada hapo nikajiandaa, nikanywa chai, nikaoga, nikajiandaa vizuri, nikachukua pikipiki yangu nikatoka. Nikampitishia pesa Leila. Lakini wakati nampitishia pesa pale Leila, nilimkuta akiwa na kijana mmoja hivi, walikuwa wanabishana sana. Huku Leila akimwambia kwamba nimekwambia pesa zitakuja muda sio mrefu, kuna mtu ananiletea, lakini wewe umekazana tu pesa. Unafikiri mimi pesa naziokota Mimi pesa siziokoti, hata mimi pesa natafuta. Inaonekana alikuwa ni mabishano makali sana na ambayo yameanza muda mrefu. Nilipofika nikamwambia habari za saizi. Leila akaniambia salama, vipi umeniletea ule mzigo? Nikamwambia ndio. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia huu hapa. Nikamwambia za saizi kaka. Yule kaka akaniambia salama tu. Aliniambia huko akionyesha dhahiri kwamba amekasirika. Basi Leila akachukua zile pesa na kumpatia yule kijana. Nilimwambia kwamba Leila nimeweka shilingi 150,000. Akasema haina shida, hata hivyo ndio hiyo pesa ambayo ilikuwa inahitajika, asante kwa kuwa umejiongeza. Nikamwambia sawa, basi mimi naondoka naenda kuendelea na mishemisha zangu zingine. Akaniambia sawa, wewe nenda tu Godfrey, haina shida, baadaye nitakupigia. Sawa. Lakini kuna wakati wasiwasi ukao unanipata, yule mtu ni nani yake Leila, na kwa nini alionekana akiwa akimgombeza vile kwamba anahitaji pesa, na Leila alionekana ni mtu mdogo sana kwake. Kuna akili nyingine ikawa inaniambia kwamba isije ikawa na huyu pia ni mpenzi wake Leila. Kiukweli kama na huyu pia ni mpenzi wake Leila, sitakuwa tayari kuendelea kuwa katika mahusiano na mwanamke huyu, kwa sababu inaonekana ni mwanamke wa watu wengi. Basi tangu siku ile mimi na Leila mahusiano yetu mazuri yakaendelea. Tuliendelea kuwasiliana vizuri, tulikuwa tunashirikishana katika vitu ambavyo tuliona kwamba vina manufaa kwa upande wetu. Na Felista pia naye hakuwa mbali, naye pia alikuwa ananishauri namna ya kufanya, lakini pia ambacho alikuwa ananisisitiza zaidi, alikuwa ananiambia kwamba hata kama mwanamke unampenda vipi, kama unajijua hujafunga naye ndoa, si vizuri kumpa mipango yako yote, kwa sababu huwezi jua, kwa sababu Waswahili wanasema kwamba
katika safari ya mahusiano, kama mtu anakupenda kweli, basi mshindi huwa anapatikana msikitini au kanisani. Na mimi nilijiona dhahiri kwamba naweza nikawa mshindi katika moyo wa Leila kwa kutangazwa kanisani siku moja, kwa sababu nilimwambia kwamba mwezi wa 4 nataka kufunga naye ndoa. Lakini Leila aliniambia hapana, mimi sihitaji kufunga ndoa mwezi wa 4. Anahitaji tufunge ndoa mwezi wa 6. Kwa kuwa yeye ndo alikuwa na maamuzi, mimi nilimkubalia. Sikuwa na kipingamizi chochote juu yake. Basi siku zilizidi kusonga mbele, ilikuwa siku, ikawa wiki, ukawa mwezi, ikawa miezi. Hatimaye ukafika mwezi wa 5, mwezi ambao sijikusahau katika maisha yangu ya mahusiano. Mwezi ule ambao ulinipa maumivu makali ambayo yaliuchoma moyo wangu mithili ya mkuki wenye sumu kali ukiwa umepitishwa katika moto, ulionichoma katikati ya moyo wangu pasipo kupata ganzi. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni asubuhi, wakati naelekea katika mishemishe zangu za udereva bodaboda. Nilikutana na binti mmoja njiani, nilikuwa nimempakiza katika pikipiki. Binti yule akawa ananiambia, "Hey, Godfrey, yani hata leo uiache kazi yako, si ungesubiri tu shughuli iishe ili uendelee na hiyo kazi yako?" Nikamwambia, "Wewe, shughuli gani iishe? Shughuli kila siku zipo." Akaniambia, "Lakini hii ilikuwa ni shughuli yako muhimu." Nikamwambia, "Shughuli muhimu? Shughuli gani muhimu?" Akaniambia, "Bwana, kwamba unajifanya hujui. Ina maana hapa bodaboda unaendesha saizi asubuhi mpaka saa ngapi? Hadi mida ya saa 8, kwa hiyo bi harusi atakuwa na kusubiri wewe tu." Nikamwambia, "Dada, hebu subiri kwanza. Unajua unanipa story ambazo mimi sizielewi. Mara sijui hii siku ilibidi nipumzike, nikae nitulie kwa sababu siku yangu muhimu. Siku yangu muhimu vipi na bi harusi yupi ambaye ananisubiri mimi? Au umenifananisha dadangu? Usije kama nifananisha." Akaniambia, "Bwana, wewe ni Godfrey wewe, mpenzi wake Leila." Nikamwambia, "Ndio, mimi ndo Godfrey, mpenzi wake Leila." Akaniambia, "Sasa kama wewe ni mpenzi wake Leila na uko hapa barabarani wakati unajua shughuli nzima inaendelea kule ya kufunga ndoa wewe na Leila, kwa nini usiache hii kazi leo ukakamilisha swala lako zima la ndoa, alafu baadaye uendelee? Si ni siku moja tu jamani. Hizi pesa zipo tu zinatafutwa kakaangu. Hata kama ndo ndoa za siku hizi zinafungwa kidigitali, ya kwako imezidi bwana." Nikamwambia, "Hapana, unasema nani? Unasema Leila anafunga nini? Leila anafunga ndoa na nani? Bi harusi yupi? Au utakuwa umemfananisha?" Akaniambia, "Okay, subiri, unaonekana hii taarifa ni mpya kwako. Haya bwana, mimi nimealikwa tu hapa, nimetoka kwa fundi cherehani kuchukua zangu nguo za sherehe. Haya, unaniambia nimekufananishia Leila wako? Ngoja nikuonyeshe picha." Kila mtu amemposti katika status yake kwenye mitandao ya kijamii, amepostiwa Leila. Ujue Leila anaolewa na kijana mmoja hivi sharobalo, anauza duka la vyombo pale mjini. Nikamwambia, "Leila anaolewa? Hebu nionyeshe kwanza hiyo picha." Yule binti akachukua simu yake katika mkoba ambao alikuwa ameubeba, kisha akafungua na kutoa simu. Baada hapo akabofya simu, kisha akanionyesha, kumbe hata send off ilishapita. Mimi nilikuwa sijui. Yaani nikasema hii dunia inaendaje? Au kuna upande wa pili ambao tunaishi? Au kuna dunia ambayo mimi naishi tofauti na hii ambayo wenzangu wanaishi? Yaani mambo yote haya yanaendelea, lakini mimi sijui chochote ambacho kinaendelea baina yake mpenzi wangu. Nikamwambia haiwezekani. Au kuna mtu ambaye anamsindikiza katika ndoa yake. Ni vile tu yeye mpenzi wangu ni mrembo, kwa hiyo amemremba yeye ndo anaonekana kama bi harusi. Yule binti akaniambia, "Godfrey, kwa taarifa yako Leila ndo bi harusi. Kama uamini, twende nikupeleke ukumbi ambao anafungia ndoa. Na ndoa kanisani tayari imeshapita. Hivi saizi tunajiandaa kwenye sherehe ya jioni ya ukumbini. Leila saizi tayari ni mke wa mtu." Nilihisi napata kizunguzungu, nikaona nguvu zote mwilini zinanishia. Niliona giza kubwa likitanda katika macho yangu. Yaani sikuamini kile ambacho ameniambia. Nilikuwa nambeba yule mdada katika pikipiki yangu. Nikamwambia, "Dada, tafadhali naomba ushuke kwanza, kwa sababu naona kabisa sina nguvu za kuweza kuendesha pikipiki hii." Akaniambia, "Pole Godfrey. Samahani, sikujua kwamba wewe sio bwana harusi. Nisamehe sana kwa kukuharibia siku yako." Nikamwambia, "Hapana dada, hata hujakosea, ni kwa sababu huenda Mungu amekutuma wewe ukawa kama ni malaika wangu wa kunipa taarifa kwa siku hii hapa ya leo, kwa sababu bado ningeendelea kumtafuta mwanamke huyu nikizani kwamba ni mpenzi wangu, kwa sababu mimi na yeye tulipanga kufunga ndoa mwezi ujao ambao ni mwezi wa 6, na mwezi huu ndo nilikuwa napanga kupeleka posa kwao." Akaniambia, "Pole kaka,
pole sana. Akaniambia okay, sawa, kwa kuwa huwezi kuendesha pikipiki, basi mimi nina mdogo wangu atakuja, atatuendesha hadi pale ambapo shughuli inafanyikia. Nikamwambia sawa, asante dadangu. Basi yule binti akampigia simu mdogo wake wa kiume, akaja pale sehemu ambapo tulikuwepo. Baada hapo nikamkabidhi funguo, kisha mimi na yule dada tukapanda kwenye pikipiki tukielekea huko sehemu ya ukumbi ambayo alikuwa anafanyia sherehe ya ndoa yake Leila. Basi baada ya kufika pale nilikuta kuna bango kubwa ambalo likimuonyesha Leila pamoja na kijana mmoja. Ni yule kijana ambaye nilimkuta siku ile wakiwa wanazozana kuhusu hela. Pesa zangu zile 1,500,000 ambazo nilimpelekea Leila na Leila akamkabidhi yule kijana. Kumbe alikuwa ni mchumba wake, alikuwa ni mpenzi wake, alikuwa ni mume wake mtarajiwa, na ndo huyo ambaye leo wametimiza ndoto zao. Kiukweli nilihisi kwamba bado nipo ndotoni. Ilikabidi tu niingie ndani ya ukumbi. Walinzi waliponiuliza mimi ni nani yake, mimi ni mwanafamilia, nimetoka mbali sana, nilikuwa mkoani, hivyo naomba tu nishuhudie sherehe ya dadangu. Basi wale walinzi waliniruhusu kiubinadamu tu, japo najua walijua kwamba wanavunja kanuni na taratibu ya masharti waliopewa pale mlangoni. Basi niliingia nikajitenga sehemu ya DJ. Nilimwangalia Leila akiwa amekaa, akiwa ni mtu mwenye furaha, mwenye tabasamu tele, na yule kijana ambaye kwa sasa ni mume wake. Kiukweli niliona kama ni njozi. Baada ya muda wa zawadi, kila mtu alikuwa anapeleka zawadi. Hata mimi pia niliomba nafasi ya kupeleka zawadi. Kwa kuwa nilikuwa sijajipanga, nilimwomba DJ wakati naelekea kupeleka zawadi kwa Leila na mume wake, basi aniwekee wimbo kutoka kwa kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Aslam TZ. Aniwekee wimbo unakwenda kwa jina la Siawezi. Nilipita pale huku wimbo huu ukiwa unaendelea kunisindikiza, lakini Leila aliponiona alishtuka sana, akaanza kububujikwa na machozi. Mimi pia nilipita pale nikampa zawadi. Sikutaka nianzishe vurugu yoyote ile, kwa sababu najua sherehe ambavyo zinagharamikiwa, kwa sababu najua pia moyo wa mtu ni kichaka. Kama mimi ambavyo nilikuwa nampenda Leila kwa mapenzi yangu yote ya dhati, lakini yeye akaamua kunitenda namna hii, nikaona sio shida, hebu nimwache aendelee na maisha yake. Lakini baada ya kumpa zawadi ile, nikaondoka kimya, nikaamua kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nikapitiliza kulala. Kiukweli maumivu haya yalinichoma zaidi ya maumivu yoyote yale ambayo nimewahi yapata katika moyo wangu. Nikakumbuka maneno mazuri ambayo amewahi kunitamkia Leila kwamba mimi ndio mwanaume pekee ambaye nastahili kuwa mume wake. Nisisikilize maneno ya watu huko nje, nisisikilize maneno ya uchonganishi, kwa sababu yeye ananipenda mimi peke yangu. Nikasema, Leila, haya ndio mapenzi ambayo uliniahidi. Hii ndio ahadi ambayo uliniambia kwamba utanipenda peke yangu Leila. Haya ndio mapenzi ambayo ulisema utanipa peke yangu Leila. Ni kipi ambacho nimekosea katika ulimwengu huu? Ni kwa nini umenitesa? Kwa nini kuniambia kwamba mimi si size yako? Kwa nini kuniambia kwamba mimi si type yako Leila? Umenifanya naumia na yachukia mapenzi. Naam, na huo ni mwisho wa sehemu ya 6 wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Haya, tayari Leila ameshaolewa na mwanaume mwingine. Ni kipi ambacho kitafuata kwa Godfrey? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Asante kwa kunipenda.